Nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amepata hofu kubwa baada ya jeshi lake kufanya mashambulizi ndani kabisa mwa Urusi, na sasa anasema Urusi inajiandaa kufanya mashambulizi zaidi. Hofu ya Zelensky inazidi kuongezeka ni baada ya yeye mwenyewe kuruhusu majeshi yake kufanya mashambulizi ndani kabisa mwa Urusi, katika kile ambacho anasema ni katika kujilinda dhidi ya jeshi la Urusi. Hofu inazidi kumjaa, ambapo anaamini wakati huu Urusi inajiandaa kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya Ukraine. Taarifa zilizotolewa na idara ya ujasusi ya Ukraine zinaonyesha kuwa Urusi inajiandaa kufanya mashambulizi zaidi na kulenga miundombinu ya nishati na maeneo mengi zaidi nchini Ukraine kama sehemu ya kulipiza kisasi. Mara kadhaa Ukraine ilipokuwa ikishambulia maeneo ya Urusi, ikiwa ni pamoja na Bryansk na kwingineko, ikiwa ni pamoja na Kursk, Urusi imekuwa ikijibu kwa nguvu mno, na sasa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ana wasiwasi kwamba huenda Urusi itajibu vikali baada ya mashambulizi yaliyofanywa na Ukraine mnamo siku ya Jumapili pamoja na Jumatatu. Hayo yameelezwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na kuongeza kuwa mashambulizi yoyote yatafanya iwe vigumu kufikia makubaliano kukomesha vita hivyo vya karibu miaka minne. Zelensky amesema ni muhimu kuhakikisha kwamba mifumo yote ya ulinzi wa anga imewekwa katika hali ya tahadhari, kwa sababu wakati huu Urusi itafanya shambulizi kwa namna moja ama nyingine, na ni shambulizi baya ambalo natarajia huenda litaikumba Ukraine. Wajumbe wa Ukraine, Urusi na Marekani wanatarajiwa kukutana Jumanne mjini Geneva nchini Uswisi kushiriki duru ya 3 ya mazungumzo yanayosimamiwa na Marekani, na ambayo kwa mara ya kwanza yatajadili kwa kina kuhusu suala la vita na hatimaye maeneo ya Ukraine yanayokaliwa na Urusi, hasa jimbo la Donbas ambalo Moscow inataka Ukraine iliachie. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema huo ni mstari mwekundu. Ujumbe wa Ukraine umeelekea Geneva kushiriki duru nyingine ya mazungumzo kati yake na Urusi. Mazungumzo hayo yanafanyika kabla ya maadhimisho ya miaka minne ya uvamizi ya operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine wiki ijayo. Hata hivyo, hakuna matarajio yoyote ya kupiga hatua kukomesha vita kwenye mkutano huo wa leo Jumanne hadi Jumatano nchini Uswisi. Pande zote mbili zinaonekana kushikilia misimamo yao kuhusu masuala muhimu, licha ya Marekani kutangaza kwamba Juni kuwa ndio muda wa mwisho kufikia suluhu. Suala lenye utata ni kuhusu mustakabali wa ardhi ya Ukraine ambayo Urusi inaimiliki. Kupitia msemaji wa ikulu ya Kremlin, Dmitry Peskov amesema kwamba mazungumzo hayo ya Geneva yatalenga kushughulikia masuala mbalimbali yanayohusiana na ardhi na mengine yanayohusiana na mahitaji walionayo, ingawa hakufafanua zaidi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.